Kuna kauli balozi wa Marekani ameitoa kuhusiana na usalama wa taifa letu kwa wenye akili kubwa ya kuconnect doti. Ile kauli sio nzuri, na ile kauli inaashiria mchakato wa kutengeneza biashara ya kudumu kati ya Tanzania na Marekani kwa sisi wenye akili kubwa. Kwa sababu nitakuchezea hiyo kauli aliyoitoa huko mbeleni. Nataka nitoe kwanza maelezo, alafu nitakuchezea alichokisema. Kwa kifupi amesema taifa letu lina wimbi la ugaidi unaotoka Msumbiji. Yaani ISIS wa Msumbiji wanaoperate Tanzania katika mkoa wa Mtwara. Tena amesema amesha kwenda Mtwara kuongea na viongozi wa serikali wa Mtwara kuhusiana na masuala ya ISIS. Kumbuka sisi wa Tanzania tunajua nchi yetu iko salama salimini. Kwa sababu kama nchi yetu ingekuwa na wimbi la ugaidi, lazima hizo taarifa tungekuwa nazo sisi kama Watanzania. Sasa huyu bwana, huyu Marekani anayetuambia taifa letu lina wimbi la ugaidi wa ISIS unaotoka Mozambiki, ni kitu gani anakitaka Tanzania? Doti ya kwanza ni hii hapa. Marekani wanaitawala Kenya kijeshi kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi wa Al-Shabaab wa Somalia. Kenya hamna shida, Kenya wako salama salimini, lakini Marekani ameweka base ili apambane na Al-Shabaab wa Somalia. Kodi za Wamarekani zinakusanywa, zinakuja Kenya ambapo kuna kambi ya kijeshi ya Wamarekani wakisaidiana na Wakenya kupambana na Al-Shabaab. Marekani anarudishaje lake hapo? Huwezi kujua mwenye akili ndogo. Tuje Tanzania, wanachokitaka ni kitu gani? Kwanza, Tanzania sio taifa ambalo liko kwenye mwavuli wa Marekani kama Kenya. Kenya ni chawa Pro Max wa Marekani tangia day one. Nyerere alikataa, Jomo Kenyatta alisaini kwa Marekani. Nyerere akasema sisaini kwa Marekani, sisaini kwa Soviet. Mimi sifungamani na upande wowote. Nikisikia njaa nitakuja kwenu, nikiwa sina njaa nitatulia. Nyerere alitukanwa matusi yote ya dunia hii. Nenda katafute kama ni mtu unayependa kutafuta habari. Tafuta matusi ambayo Nyerere alitukanwa. Kisa tu alikataa kujiunga na magharibi. Sasa Marekani anatubaka akili kwamba taifa letu sio salama. Tunakumbuka Kibiti. Magufuli alimaliza Kibiti yeye peke yake kwa sababu alijua ukipeleka tatizo kwa wa Marekani, ukipeleka tatizo kwa wazungu, sio tatizo, ni biashara. Hawako pale kutatua tatizo lako, bali wako pale kufix everlasting business with you. Biashara isiyokoma. Mtu atataka ushahidi. Ni pesa ngapi Marekani anazichukua hapa Ulaya kwa kisingizio cha kuwalinda? Hivi Marekani anawalinda watu wa Ulaya dhidi ya nani? Dhidi ya Urusi. Ni lini Urusi alisema anataka kuivamia Ulaya? Wakati Ulaya ni shamba lake la kuvuna hela. Kuna siku Urusi amesema kwamba ataipiga Ulaya? None of that. Lakini ziko doti ambazo Marekani anazitengenezaga ili Urusi aonekane ni mbaya. Moja ya doti kubwa ndio inayoendelea Ukraine. Kwamba akisha ichukua Ukraine, atakwenda Poland, atakuja sijui Uingereza, sijui atarudi mpaka Ujerumani. Si ndizo rhetoric ambazo Marekani huwa wanapenda kuzipika kwa watu wa Ulaya kwamba Putin will not end up in Ukraine. He gonna conquer the whole of Europe. Kweli. Kwa hiyo kwa kisingizio hicho watu wa Ulaya wamebakwa akili zao, kodi zao zinakusanywa, 5% ya mapato yao inakwenda Marekani. 5% ya makusanyo ya kila nchi ya Ulaya inakwenda Marekani. Mpaka Kiingereza si NATO hao. Kwa kisingizio tunawalinda dhidi ya ubabe wa Putin. Tuje Tanzania. Tanzania mna Al-Shabaab. Mapato yenu 3% mtatuletea wa Marekani tuwalinde ISIS, sijui Al-Shabaab asije kwenu, aishie huko Mozambiki. Hivi ikitengenezwa hiyo script haiwezi kusainiwa? Ndugu zangu, hii dunia tunayoishi sio dunia ya kusaidiana, ni dunia ya kunyonyana. Usipojitambua, hapo ndipo watu wanapotake advantage. Hii kauli ya ambassador sijui
deputy ambassador, sijui ndio ambassador wa Amerika anatuambia we have a threat of ISIS in Tanzania. The security advisor has also marked Mtwara as an area that is facing the threats of terrorism. What have you seen there that, you said that Mtwara is not a very safe place to visit right now? Yeah, well, I mean, and you guys can, I'd love a debate on this if you've got different information, but I don't think it's a secret that, ISIS Mozambique is active on Tanzania's southern border. And that there have been instances in recent history of some of those terror groups coming across the border in Tanzania and conducting attacks here. I went down to Mtwara last year. I met with government officials there. I know that they are taking that threat on the south of Tanzania's border with Mozambique. They're taking it very seriously. They're taking steps to make sure that Tanzania is safe, that the border is safe, the communities there are safe. And so I think it's reasonable for me to take it seriously as well and know that as long as there's an active threat, terrorist threat, just on Tanzania's border with incidences of cross-border attacks in the not too distant future, that I think it's reasonable to then provide American citizens with that elevated level of risk to say, if you're going to go there, you need to know that terrorism is in the vicinity. And I think you also know, it's no secret, that Americans are frequent targets of terrorist attack. And of course, the history of the attack on our embassy in 1998 is very fresh in my mind, in the mind of my colleagues and of the department. And so I think we have to be conscious of that too, that Americans are oftentimes the target of terrorist attack. And so I think it's reasonable to keep that level high for now. Which are operating in Mtwara, really? I never have that information officially from my government officials that we have a problem of terrorists from ISIS, Al-Shabaab. What is this? Watanzania, lazima tuwe tunaongea, to raise sauti zetu, tuambie serikali, hii dunia sio dunia ya kubakwa akili kwamba hatujui dunia inaendeshwaje. Amerika akikwambia una matatizo atakusaidia. It's a way of signing a contract, everlasting contract. Biashara gani wa Amerika wanayo? Mimi napenda kuwasikiliza wa Amerika wenyewe nakwambia, no, when the world is at peace, America is gonna go broke. Dunia ikiwa na usalama kweli kweli, Amerika itafilisika. Kwa sababu biashara ya Amerika ni vita. Amerika anauza nini? Let's talk a little bit. ISIS operating in Tanzania from Mozambique. America have information that ISIS is operating in Tanzania, but our government officials, they've never told us that stuff. We have never been told that statement officially, that we have ISIS threat is, come on man, Watanzania, ugaidi ni biashara, ugaidi sio janga. Kwa ukijifanya uelewi ugaidi ni biashara, na ukaingizwa kwenye akili yako kwamba ugaidi ni janga, tutanyonywa damu katika mwavuli wa kusaidiwa. Jukumu la usalama wa nchi ni jukumu la every Tanzania. Unahisi kuna vitu sivyo vinavyoendelea katika hizo taasisi zenu, ziwe za kidini, za kisiasa, we must report to the government who are operating. Hey, kinachoendelea msikitini sio sahihi, kinachoendelea kanisani sio sahihi, kinachoendelea katika CCM, Chadema sio sahihi. Why not? Tunasubiri Marekani aje tusaidie? Tunasubiri American troops in Tanzania to defend Tanzania. Nicho nacho kusubiria wa Tanzania. We are non-allied country. Kama sisi ni taifa lisilofungamana na upande wowote, unafikiri Marekani anakitaka nini? Marekani tayari Kenya ni ya kwake. Kwa nini asitake Tanzania? Hivi mnajua kati ya Tanzania na Kenya, Tanzania ndio iko more strategic location kuliko Kenya. Yaani ukitawala Tanzania, unaitawala Zambia, Congo, Burundi, Rwanda and the rest of the landlocked. Juzi nilimsikia yule Mzimbabwe aliyekuja Dar es Salaam kuchukua gari lake. Nilishangaa. Sikuwahi kujua nchi yetu ni more strategic location than even Kenya. Tusipojitambua, tukawaacha watu watambue thamani ya location ya nchi yetu,
we gonna be slave for the rest of our life. Watu watatutumia tu. Hivi vichwa vya habari, we have ISIS threat in Tanzania. Like really? Official statement from the government hatujapata. Lakini huyu ambassador anapiga kelele kwamba apeleke kwa raia wake wa Marekani. Ambassador, you just tell Americans they don't need to come in Tanzania. Tanzania is the most dangerous. Let them tour in Kenya, Mozambique, and other place. Tell them not to come in Tanzania, Mr. Ambassador. But don't tell us that we have threat of ISIS. What are you trying to tell us? We have peace, man. ISIS from nowhere, from where? Terrorism is business of people, bana. Terrorism is not. It's not global crisis. People are making a lot of money in terrorism. Okay, sisi tuna matatizo ya ISIS. Waamerika wako Nigeria. Tuna wanajeshi wa Marekani wako Nigeria. Nigeria kuna shida gani? Wanataka mafuta? Hatutaki mafuta. Tumekwenda kuwalinda Wakristo wanaovamiwa na magaidi. Nigeria, Wamarekani wanawalinda Wakristo wanaovamiwa na magaidi. Tanzania, Wamarekani watakuja kutulinda dhidi ya ISIS. Kenya, Marekani anawalinda dhidi ya Al-Shabaab. Is America the savior of the world? Je, Marekani ndio mwokozi wa dunia hii kwa majanga ambayo yanawapata walimwengu? I mean, I don't understand. Why is America everywhere trying to rescue, to take care, to protect? I don't know. Niweke msamiati gani mnielewa Marekani? America, Tanzania is safe. Very, very safe. What happened in October 29th, 2025 was scripted by some Westerners, globalist capitalists, to come and do what they did. So we are trying to recover. So when you come with those rhetoric of we are ISIS threat, why didn't our government tell us? You from all the way from America and tell us that our country is not safe. Wa Tanzania, hakuna cha bure. Mswahili elimika.